الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa na wajapata wajua Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ndio kitu chenye thamani zaidi kwa mwanadamu anachokimiliki, na ndio rasilimali yake ya hakika ambayo atahesabiwa nayo siku ya Kiyama. Na kuonyesha uzito na umuhimu wa wakati, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapia juu ya wakati katika Qur'ani pale tunaposoma Suratul Fajri na tunaposoma Suratul Asri. Na ndivyo ilivyowekwa kwenye dini yetu kwamba kutumia wakati katika mambo ya taa, katika matendo mema, ni jambo la dharura sana kwa ajili ya kukwepa kuwa miongoni mwa wale wenye kupata hasara, kwa sababu wanatumia wakati wao kinyume na hivyo. Wakati ni moja ya mambo ambayo tutaulizwa siku ya Kiyama kabla ya kuondoka kwenye kiwanja cha hesabu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an umrihi fima afna, kwamba kila mmoja wetu haitoondoka miguu yake pale siku ile kwenye kiwanja cha hesabu mpaka aulizwe juu ya umri wake aliutumiaje. Utatakiwa kujieleza umri Mwenyezi Mungu aliyokupa, miaka 60, 30, 50, umri uliopewa, wakati ujieleze uliutumiaje. Kwa hivyo watu wema waliopita walikuwa wakihimizana juu ya kutumia vizuri wakati. Mpaka mmoja
ameripotiwa kusema yabna adama innama anta ayyamu, kwamba mwanadamu jijue wewe ni hizi siku, wewe ni wakati. Kullama dhahaba yaumun, kila siku inapoondoka, dhahaba ba'duk, sehemu katika mwili wako, sehemu katika wewe inakuwa imeondoka. Pamoja na thamani kubwa ya wakati, Mwenyezi Mungu ameiwekea ukomo, kwamba kuna wakati, kuna kipindi umri wetu, wakati wetu unakwisha hapa ulimwenguni. Kipindi hicho hakuna anayejua isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala, lakini ametuambia katika Qur'ani, soma surati Yunus aya 49, baada bismillahir rahmanir rahim, likulli ummatin ajalun idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna saa wala yastaqdimun. Anatuambia kila umma, kila mtu mmoja mmoja anao muda wake wa wakati wake kumalizika hapa ulimwenguni, na muda huo ukifika hakuna kucheleweshwa, hakuna kuongezwa wala kupunguzwa, tayari inakuwa ni wakati wa kuondoka ulimwenguni. Ramadhani ni sehemu katika wakati, na sehemu hii imefanywa kwamba ni wakati ambao ndani yake una fursa nyingi. Hivi sasa tumo katika siku za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Kama tunavyoshughulika na vitu viwili hivi kwenye maisha yetu na umuhimu wake, tunasema kuna time na opportunity, wakati na fursa. Basi tuelewe Ramadhani nayo ni wakati wenye faida nyingi, lakini sasa unamalizika kuondoka, tujikague tumetumiaje. Moja katika watu wema, yeye amesema, fa innaka idha lam tuhsin al-istiqbala, kama hukufanya vizuri wakati wa kupokea Ramadhani mpaka tunaingia 10 la mwisho, siku zinamalizika, usikate tamaa. Kipindi hiki kilichobaki, tumia wakati huu vizuri, inawezekana ukamaliza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu matendo yetu mara nyingi yanazingatiwa mwisho wake. Innamal a'malu bil khawatimi, matendo yanaangaliwa mwisho unamalizaje. Unaweza kuwa ulianza vizuri sana lakini ukamaliza vibaya, kwa sababu unajipanga sasa kurudi kwenye yasiyofaa baada ya kuwa ulijizuia ndani ya Ramadhani. Kuonyesha kwamba wakati huu una faida kwetu, tutumie vizuri, ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dua ya malaika Jibril, aliposema malaika Jibril kamwambia, khaba wa khasira, amepata khasara na ameangamia, man dakhala alaihi Ramadhan, yule ambaye Ramadhani imeingia, thumma nsalaha, kisha ikaondoka, kabla an yughfara lah, kabla yeye hajasamehewa. Wakati ndio rasilimali pekee yenye thamani kuliko vyote tulivyo navyo, na Mwenyezi Mungu anataka tutumie vizuri rasilimali hii, kwa sababu tutaulizwa, tutatakiwa tujieleze namna tulivyotumia. Tutumie siku zilizobaki kwenye Ramadhani katika namna nzuri anayoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye fursa, ziko fursa zinazoitwa furasu taghyir alhaya, life changing opportunities. Zipo na zilizopo kwenye Uislamu tunazotakiwa kuzizingatia ni zile alizozieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ametuambia, inna lirabbikum fi ayami daharikum nafahat, kwamba Mwenyezi Mungu katika siku za maisha yetu ana upepo wa rehma, anazo fursa maalum. Kisha akasema, fata'arradu laha, jitokezeni mzitumie fursa hizo. La'alla ahadakum, inawezekana mmoja wenu, an yusibahu minha nafha, akapatwa na moja katika fursa hizo, la yashqa ba'daha abadan, akipata hiyo mtu huyo hawi mbaya milele, anabadilika, anakuwa mwema. Wanazuoni wakatuambia kuzitumia maana yake ni kuzitumia kwa ibada, kumtaja Mwenyezi Mungu, kutenda matendo yaliyo mema. Na wakasema maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatulingania tutumie fursa zilizopo katika kutenda matendo ya kheri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Na kisha wakatutajia mifano ya hizo nafahati, hizo fursa. Moja ni siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani, ambazo wanatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana idha dakhala al-ashr, ilikuwa 10 hili la mwisho la Ramadhani likiingia, hajipangi kufanya maasi baada ya Ramadhani kuisha. Haanzi kutoa mialiko kwamba tutakutana kwenye bichi fulani, lakini 10 likiingia, ahya al-laila, anakesha usiku, wa aiqadha ahla, anawaamsha watu wa nyumbani kwake, wajadda wa shadda al-mizar, na anajizatiti kwa ibada kikweli kweli. Hiyo ni fursa ya kwanza ya kubadilisha maisha. La pili, wakatuambia saatu sahar, ile mwisho wa usiku, kwenye theluthi mwisho ya usiku, ambayo kipindi kile cha theluthi ile ya usiku ya mwisho Mwenyezi Mungu huwa ananadi kwetu sisi, anasema, man yad'uni fa astajiba lah, yuko anayeniomba nimkubalie maombi yake. Man yasaluni fa u'tiyah, yupo mwenye haja nimkidhie haja yake. Man yastaghfiruni fa aghfira lah, yupo anayeniomba msamaha nimsamehe. Hiyo nayo ni fursa ambayo Mtume anasema ikimpata mtu hiyo, huyo hawi mbaya milele. Fursa nyingine, Lailatul Qadri, ambayo ni khairu min alf shahr, usiku wa cheo ulio bora kuliko usiku 1000. Ndani yake kuna faida nyingi, nayo ni nafha nyingine. Wakasema kujaaliwa kuwapata wazazi wako wawili wakiwa hai, hiyo ni fursa ya kukuwezesha wewe kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Imepokewa hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu alikwenda kwa Mtume
anamwambia ya Rasulullah, jitu ubayi'uka ala alhijra, nimekuja kula kiapo cha utii kuhama na wewe, kwamba mimi nitakuwa na wewe popote unapokwenda. Lakini wataraktu abawayya yabkiyani, nilipowaaga wazazi wangu, ile huzuni ya kutengana na mimi nimewaacha wanalia. Mtume akamwambia, irji' ilaihima, rudi kwa wazazi wako, faadhikuhuma, uwachekeshe, kama abkaitahuma, kama ulivyowaliza. Huyu anakwenda kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa arudi akawafurahishe. Inawezekana fursa ya Ramadhani hii bado husemi na wazazi wako kwenye mambo ambayo wewe ndo mkosaji. Inawezekana fursa ya 10 la mwisho la Ramadhani na mazuri yote yanayopatikana, bado hufanyi mazuri, mahusiano yako na wazazi wako ni mabaya. Kama huyu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wazazi wamelia, Mtume anamwambia rudi ukawafurahishe kama walivyolia. Vipi wewe ambaye tayari umewakosea na bado hurekebishi jambo hilo? Fursa nyingine wakasema ni kumsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye hadithi ya malaika Jibril, kwenye dua aliyoomba Mtume akaitikia amin. Moja alisema khaba wa khasira, Mtume anawahadithia masahaba, man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, amepata khasara na ameangamia yule ambaye kasikia mimi nimetajwa na hakuniswalia. Ni fursa. Unawezekana kwamba wewe unayo mitazamo yako, lakini mitazamo yote lazima ivunjike, kwa sababu ni amri. Mtume akitajwa unatakiwa umswalie. Kuto kumswalia umepata hasara na umeangamia. Haya wanazuoni wanayasema ndo nafahat, ndio fursa ambazo sisi tunatakiwa tuzikimbilie, tutumie wakati wetu vizuri kwa kuzitumia fursa hizi. Rasilimali ya mwanadamu ni uhai wake, wakati. Ndani ya wakati zinatokea fursa nyingi na iko misimu ya fursa. Tutumie wakati vizuri na fursa hizi tuzitumie kisawasawa, kwa sababu umri ukienda haurudi, na tutaulizwa namna tulivyotumia. Miaka mingi ya nyuma, na hadithia mmoja wa wanazuoni anasema hakujua tafsiri na maana ya suratul Asri kwa miaka 20, mpaka siku moja sokoni kakutana na mtu, wakati ule hakuna mafriji na mafriza, anauza vinoo vya barafu. Na mtu yule akawa anatembea jua kali, wakati wa jua kali anazunguka, kaanza toka asubuhi, jua linazama, vinoo vile vinaendelea kuyayuka. Akawa anatangaza, anasema irhamu man yadhubu ra'su mali, anawaambia watu, jamani muhurumieni mtu ambaye anayeyusha mwenyewe rasilimali yake. Anasema yeye ndo akaelewa kwamba vile vinoo vya barafu ndio wakati, ndio umri wa mwanadamu, na kadri vinavyoyayuka na tone linadondoka, ndo umri unapotea, unasogea kwenye kuondoka ulimwenguni. Tutumie vizuri wakati, likiwemo 10 la mwisho, siku chache zilizobakia. Tutumie vizuri fursa ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq
أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وأزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.